Mwanzo 27 au Mwanzo 27 na 38. Kila mtu asimame, hata wewe ni mjamzito ulikiona ikala. Biblia inasema Esau akamwambia baba yake, una baraka moja tu, baba yangu nibariki mimi nami. Baba yangu. Esau akapaza sauti yake akalia. Isaka baba yake akajibu akamwambia, angalia, penye manono ya nchi patakuwa makao yako, penye umande wa mbingu unaotoka juu. Kwa upanga wako utaishi, nawe utatumikia nduguo. Na itakuwa utakapoponyoka, utalivunja kogwa lake katika shingo. Esau akamchukia Yakobo kwa ajili ya ule baraka baba yake aliyombariki. Esau akasema moyoni mwake, siku za kumlilia baba yangu zinakaribia, ndipo nitakapomuua ndugu yangu. Kamata 32. Kile kitabu cha Mwanzo, sijui nimepewa wasomaji. Mstari wa 4. Akawaagiza akisema, mwambie hivi bwana wangu Esau, hivi ndivyo asemavyo mtumwa wako Yakobo, nimekaa ugenini mwa Labani na kukawia huko hata sasa. Nina ng'ombe na punda na kondoo na watumwa na vijakazi, nami nimempeleka watu nimpashe bwana wangu habari, nipate neema machoni pake. Wale wajumbe wakarudi kwa Yakobo wakisema, tulifika kwa ndugu yako Esau, naye anakuja kukulaki na watu 100 pamoja naye. Ndipo Yakobo akaogopa na akafadhaika sana. Akawagawa watu wake pamoja naye, na kondoo na ng'ombe na ngamia wawe matuo. Akasema, akija Esau kwa kundi la kwanza, akilipiga kundi litasalia litaokoka. Yakobo akasema, Mungu wa baba yangu, Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka, Bwana uliyeniambia rudi uende mpaka nchi yako na kwa jamaa yako, nami nitakutendea mema. Sistahili hata kidogo hizo rehema zote na kweli yote uliyomfanyizia mtumwa wako, maana nalivuka mto huu wa Yordani na fimbo yangu tu, na sasa nimetua matuo 2. Amen. Tunaweza kaa. Maneno ya kukufundisha leo ni mengi sana na yanajaa moyo wangu na yatatiririka kutoka kinywa hiki, na Mungu atakubariki. Ambia ndugu yako leo usikue presi. Milango 10 zile zinazopokea baraka za mtu, au njia 10 za kuifikia baraka na kuifikia mafanikio, ndilo somo tutaenda chimba kiufunuo. Usifuate utaratibu na polepole nao fundisha nao, usisinzie, lakini ufuate undani wa neno. Historia imejulikana, nimeanza isema tangu Alhamisi, jinsi Yakobo amefanya ujanja, anaenda kula baraka za ndugu yake Esau. Biblia inasema baba yake akamwambia, unaitwa nani? Akasema, naitwa Esau. Akamwambia, kuja nikuguse. Alikuwa anavaa ngozi ya kondoo, ngozi ya mbuzi. Baba akasema, naiona mikono ni ya Esau, lakini sauti ni ya Yakobo. Lakini kwa sababu basi wewe umefanana Esau, najua ni wewe, acha nikubariki. Akaanza bariki Yakobo kwa jina la Esau. Na Yakobo akafurahi sana, ikaonekana anabarikiwa.
Akarudi akamwambia mama yake, tumeshafanikiwa. Esau aliporudi shambani anachoka, amewinda na alipata chakula. Akaja kwa baba yake akamwambia, uliponituma narudi na chakula hii nakuletea. Mzee akamwambia, ni nani aliyekuja hapa? Kwa sababu Isaka alikuwa kipofu. Mbona nimeshapatia ndugu yako baraka zote? Esau akasema, baba, hakuna hata moja iliyosalia ili upate kunibariki na mimi. Najua aliyekuja hapa ni Yakobo mjanja, lakini mimi umenituma nikaenda na mimi natimiza. Naomba unibariki. Aseme baba akamwambia, baraka zote nimezipana. Eti Esau akalia kwa machungu makubwa sana. Baba akamwambia, subiri, nimemfanya ndugu yako akutawali. Umande wa mbingu utakuwa wako na utaishi kwa upanga, lakini ukiweza utaiondoa kongwa ya laana. Unajua wafungwa zamani walikuwa wanavaa kitu mshingo. Utaondoa ile kongwa ya laana, lakini hakuna kingine cha kukupatia, kwa sababu utatumikia ndugu yako maisha yako yote. Biblia nilipoisoma nikaiona machozi kwa macho ya Esau. Esau akamwambia baba yake, moyo wangu na machungu makubwa mno kuona ndugu yangu amenitendea hivi. Akamuita Yakobo akamwambia, ningekuua leo, lakini nakuchukia sana na nitakuua wakati baba atakufa. Na kuacha kwa sababu baba yupo hai. Kwa sababu alikuwa anajua kibiblia haiwezekani mtoto afe mbele ya baba. Na hii ndio maana alimwambia, sitaki nikuguse, nasubiri afe baba, na akifa wewe nitakuua. Kwa hiyo akaenda zake na hasira sana. Yakobo naye akaenda kwa Labani. Biblia inasema kwenye Yakobo alienda akaanza ishi maisha ya shida. Wahubiri waongo wanasema Yakobo alibarikiwa. Yakobo ndiye Mungu alibariki. No. Ahadi za baraka Yakobo alikuwa nazo, lakini kuziiba kimanyanga Mungu hangiruhusu. Kwa hiyo kuliko Yakobo abarikiwe, Yakobo akalainiwa ili apate mwanamke wa kuoa. Ilifanya miaka 14. Mshahara wa Yakobo akaubadilisha mara 10. Alikuwa anatumika lakini kupokea hapokee. Anatumika apate Rachel, wanamletea Lea. Mpaka Yakobo akajikuta ni mtu wa laana sana, na huko anasema kwamba alibarikiwa. Kumbe Mungu hawezi mpita hako kimanyanga. Alidanganya baba yake kipofu, lakini Mungu alikuwa na macho. Kwa hiyo Bwana akamwambia, siku moja unaitwa nani? Nitafika pale. Lakini Yakobo akajikuta akasema, mbona hii ni laana? Na akaenda oa mwanamke mchawi ambaye anagusa mitishamba. Kwa hii maisha ya Yakobo ikaishi mateso usiku na mchana. Alifanya 20 ya servitude, miaka 12. Anatumika apate kitu, anafanya hiki apate kitu. Anaoa mwanamke, ule mke wake wa kwanza kuzaa ni shida. Wanamletea mwanamke ambaye roho haipendi. Dalili zote zilithibitisha kwamba Yakobo amelainiwa. Lakini ukienda kwenye Biblia utaelewa Esau kwenye alienda alipambana na maisha mpaka akabadilisha laana yenye ilikuwa juu yake. Ya kwanza akaoa ndoa nzuri, kisha akakonquerir Seiri yote, na akakuwa na 400 escort ambao wako wanatembea naye. Akawa juu kuliko watu wote ndani ya ile taifa. Na siku moja Yakobo alikaa. Unajua kuna wakati mtu mwenyewe unaingia hata mchumba unaanza waza juu ya maisha yako. Yakobo akalala akasema, lakini nilibarikiwaka. Kusa mtu epeka na jikontrola kao. Mimi nakuwa sawa au mimi nakuwa kiwerewere? Wewe peke unashangalia mkio ya kimwili uko sawa, mkio ya kiroho unaona kuna kitu akiendeki.
Mungu akamshukia Yakobo kwenye ndoto, akapigana na Mungu usiku mzima, na Biblia yangu inasema kwamba akamwambia Mungu, sitakuacha usiponibariki. Manake alijua yeye akubarikiwa. Sitakuacha usiponibariki. Mungu akamwambia, unaitwa nani? Kwa sababu kule si ulijiita Esau. Mungu alipenda ajue hapo utasema nini. Akasema, mzee mimi ndio Yakobo. Akaambia, vile wewe ndio Yakobo, nabadilisha jina lako. Tangu sasa utakuwa Israeli. Akatoka iko navunjika. Ndio maana Waisraeli hawakulake paja ya nyama mpaka leo. Kwa maana baba yao alivunjika paja. Kufika mbele kidogo, akasema Labani, lazima nitoke nijiende. Sasa wakamletea habari, wakasema le seul passage obligé, njia tu ya kupitia ni Seiri. Na kule Seiri kwenye utapitia njoo kwenye Esau iko. Yakobo akasema, kufa hii mimi nakufa sasa. Kama niko na konfli na Esau na njia moja, nilisema Mungu anafanyaka mara mingi ya kuweke kunjia ya adui yako ili asikie haya ya mabaya aliyokutendea. Hakuna nyingine, njia moja ni pale. Akasema, sasa nifanye nini? Mwende muangalie hali yake. Walienda angalia Esau. Wakakuja akamwambia Yakobo, Esau mwenye ulijuaka na Esau mwenye tunaona haiko sawa. Aseme la kwanza ni tajiri sana. Hii yenye tuko nayo haiko hata NDZM. Ya pili, hatende yake yepeke. Iko na maskari 400 wanaomzunguka. Aseme Yakobo akatetemeka usiku mzima. Njoo akafanya hii maombi. Baba Mungu, niepushe na kifo ya ndugu yangu. Aliomba akasema, juni kamjanga kakalamuka tena kwa maombi, akasema mke tuongee. Mumpelekee makondoo. Mumpelekee mambuzi, mumpelekee mangamia, mwambie watu wanasameanaka. Wakafika kwa Esau. Asema Esau akamwambia, mwambie ndugu yangu Yakobo, nina vingi kumshinda yeye. Kwa tafsiri nyingine, alinitengenezea mabaya lakini Mungu akayafanya mema. Kwa hiyo ni mwambie aje tuonane naye. Aseme Yakobo akagawa makundi yake vikundi. Maana akaweka kondoo, mbuzi, watu, kisha akasema nini? Sasa tutakutanana naye, akiua kundi ya pili, ya tatu itaponyoka. Sasa alikuwa haiko sure kama msamaha unawezekana. Alipofika akamwona, sasa kainua macho akamwona Esau juu. Yakobo akafika kumagoti, akaanguka mara 7. Kisha akasema, Bwana wangu Esau, mimi ni mtumishi wako Yakobo. Naomba rehema kwa kila kitu. Hakuanguka peke yake, wakina Yusufu wote walianguka. Wakina Rubeni wote walianguka. Wote wakapiga magoti, wakatembea kifudifudi. Akaambia ndugu yake, simama. Nimekusamehe zamani sana. Na Mungu wa baba yangu ameshaniinua. Na huku Yakobo na anasema, Mungu wa baba yangu alinde maisha yangu. Hivi ndivyo historia yao ilivyokuwa. Swali yangu ni hii, kati ya Yakobo na Esau nani alibarikiwa? Kwa hiyo kuna watu wanaweza kuikalia kuambia, Yakobo, na kuna mbira anasema vile jibie baraka. Baraka waziibe. Baraka zina utaratibu. Na nianze mafunuo, nini inafanya Esau anabarikiwa? Mlango wa kwanza wa baraka ya mtu itakusaidia sana. Baba yake anasema, Esau, sina cha kukupa, lakini utaishi kwa upanga. Esau akajua upanga ni silaha, niishike. Na ukisoma Biblia, tofauti na maneno ya sisi wahubiri, wanasema siri ya baraka ni kutoa. Toa ubarikiwe. Biblia haijasema hivyo sana. Unaweza toa miaka na miaka na hautabarikiwa. Hatujui sababu gani mnanungunika, mbona Mungu anibariki, mbona nimeheshimia hiki na hiki sione.
sadaka inakuja nyuma sana, kwa maana ingelikuwa sadaka ndio mlango wa baraka, Kaini angebarikiwa. Biblia iseme sadaka za Kaini zilikuwa mbaya, ni roho ya mwenye alitoa ndio ilikuwa mbaya. Manake Kaini alitoa kenye iko nacho. Manake si sadaka ndio inafungua mlango kwanza wa baraka. Utaishi kwa upanga. Upanga inapasua njia, upanga inalima shamba, upanga inaua adui, upanga. Na akaichukua hii neno akasema na shika upanga. Na Paulo anaambia Waefeso kwamba shikeni upanga kama neno la Mungu. Manake walipomwambia utaishi kwa upanga, kwa tafsiri nzuri, mtu aishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno. Manake upanga ndiyo neno. Jambo la kwanza linaondoa laana kwa maisha ya mtu ni neno la Mungu. Manake watu wanapoongea maneno, watakulaani, watakuua. Wewe hautaishi kwa maneno yale ya watu, lakini utaishi kwa neno la Bwana. Na Esau alijua neno la Bwana linaweza badilisha laana ya jamaa yetu. Kwa hii neno nainua mkono juu niseme yote waliongea juu ya maisha yako haitatimilika katika jina la Yesu Kristo. Manake kuanzia leo utaishi kwa neno la Bwana. Sema kwa upanga nitafaulu. Geukia ndugu yako mwambie acha maneno ya watu, ya Mungu inatosha. Maneno ya watu inabadilika kila siku, lakini mbingu na nchi itapita, lakini neno la Bwana. Nakuja kumhakikishia mtu mmoja, sijui ulitabiriwaka na nani, sijui siku ulilotaka ndoto, sijui unabii ulipokelea wapi, lakini hautaingia mkaburi na kenye Mungu alisemaka akiatimilika. Shetani aitiki akatale, tu vivras l'accomplissement de toutes les promesses faites par Dieu au nom de Jésus. Utaishi kwa upanga. Anasema Daudi, wengine watataja magari, wengine watataja farasi, lakini sisi tutaitaja jina la Bwana wa majeshi. Manake kuna watu mwa hii Goma hawana ingine tumaini isipokuwa kenye Mungu alisemaka. Wao wanajua leo hatuyapata, lakini kenye Mungu alisemaka kitatimilika tu. Watoto wa Jehova Nisi utaishi kwa neno la Bwana. Goma Kongo tutaishi kwa neno la Bwana. Wakati wanadamu wanasema yao, Mungu naye anasemaka yake. Na Biblia inasema ni mtetezi wa mwisho. Weka mkono juu, sema Baba, unasema nini tarehe ya leo? Tu vivras par l'épée. Et cette épée, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'échoue jamais. Kenye Mungu alisemaka juu yako utakiishi siku moja. Na sasa ni kwa sababu kenye Mungu alisema kikitimilika, watu wanashangaa. Apostle Gabriel iko naishi kenye Mungu alisemaka. Maadui ni nao kibao, lakini mkono ya Bwana iko pamoja nami. Wengine wanakesha, wanafunga, mimi nife tu, lakini Mungu uniongezea maisha usiku na mchana. Wengine wanasema wanashindwa juu yetu, kumbe mabaya yao inafanya washindwe. Manake Mungu akisema neno juu yako itatimilika tu. Kufanikiwa yetu hatuyaua mtu, hatuyapatia mtu sumu, hatuyafanya kibaya cha kusema kwamba Mungu tumfanye na dawa pamoja. Tunajua hakuna lisilowezekana kwa Bwana. Ambia ndugu yako tegemea neno, tutegemea neno. Hata watoto leo wazaa wafundishe neno. Wafundishe neno. Kwa Mungu usitoke, ukianguka simama. Endelea, kwa sababu kwa Mungu ndio kuna uzima wa milele. Na Petro anasema twende tena wapi? Na kwako ndiko kuna neno la uzima. Hii neno ndio inaweza kukonsole usiku na mchana, inakupa nguvu wakati hauna nguvu. Weka mkono juu alafu sema kwa sauti, sitashindwaka. Na Bwana akupatie ufaulu katika jina la Yesu. Deutéronome chapitre 28 verset 1. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza inasema ukitii sauti ya Bwana ndipo utabarikiwa utokapo na manake siri ya kwanza ya baraka ni neno la utaishi kwa panga. Manake kwa ufunuo tuelewane,
Yakobo, sijui mtanielewa. Yakobo alitembea na neno ya baba yake wa kimwili, lakini Esau alitembea na nini? Na neno la Bwana, kwa maana upanga ni neno la Bwana. Wale walio na neno la wazazi mara mingi halina nguvu, lakini la Mungu alishindwake. Jambo la pili ambalo ni mlango wa baraka ni jina. Sema jina. Baraka za mtu zinatembea na jina ya mtu. Ndio maana usicheke sana na mtu mwenye anakuchafulia jina. Jina ni urithi. Utafungua kitu hapa. Manake wewe unaweza kufa, lakini watoto wako watatembea na jina yako. Kwa hiyo jina yako ikichafuka, urithi ya kupatia watoto wako inachafuka. Shetani akitaka kukupiga, anakuchafuliaka jina. Mimi zamani nilikuwa nafikiri kila kitu anasema juu ya mtu ni kweli. Tulipokuwa watoto tuliamini kile kitu, mpaka unaanza mchukia mtu kwa kitu yenye ulisikia. Tuliishi vile na tunapata uhakika, na ule mtu tu akikukosea kidogo nasema na yote wanasemaka tu ni kweli. Kumbe wanadamu wanaweza kosa pesa ya kukupa, lakini hawezi kosa neno ya kutunga. Watu wakitaka kukugeuza mlozi wanaweza. Kuna maneno watu wanaweza kukusemea yenye na uko na besoin ya kuijua, mpaka naona uliza habari, nielezee vizuri parce que na mie siko informé na wewe njoo acteur. Na kuna mtu mwenye saa iko na kuchafula, iko na maprecision, na ukimfuatilia unaangalia alisikiaka nayo. Na wengi wanakufa na zile laana. Alisikiaka tu naye akaipeleka na akaipeleka. Tuna mwa hii vita hii, watu wengi wako wanakimbia juu ya kusema banakuya. Ile tu banakuya. Mnaanza mbio, mnafika mbele unasema ulibaona sina ulikimbia. Tulisema banakuya. Na ile siku Goma kuna watu walikwepa wako. Mimi najua wengine walipanda maavyo, wananiita baba kuya tunaenda. Mimi Mungu hakuniambia vile. Kwa hiyo unaweza ukamchukie malaika juu ya kusikia, na unampenda shetani mwenye iko nakuambia. Kwa maana dunia ina nguvu ya kuchafula jina. Wapi Esau anabarikiwa? Yakobo anajipresente mbele ya Isaac na jina ya nani? Wewe unaitwa nani? Anasema mimi naitwa. Sasa anapoitwa Esau, wanapobariki, aliyebarikiwa ni nani? Ni Esau. Kwa tafsiri ya Ufunuo, kila mmoja anatembea na jina yako kuikritiki mbaya, iko na kubariki kule kwenye iko anapita, na iko anafanya jina yako ikue populaire. Je rendrai ton nom grand, ton nom sera célèbre partout. Na juu jina yako ikue célèbre, Mungu anajua lazima watu waseme sana ili jina ipanuke. Unaitwa nani? Naitwa Esau. Eske ni Esau? Ni Yakobo. Sawa, anaanza bariki, anabarikiwa ni nani? Ni Esau. Ndio maana mnaona kule mbele Esau ndio mwafanya nini? Alibarikiwa kwa sababu ni jina yake. Ayona mtu mwenye bana tukanaka ameashukaki, bana kuchukia ameuko uko pale pale. Iko saba Kongole kulialia tu kutukana myomba. Eske gouvernement ya hivi, nchi ya hivi naweza alia kabisa? Simupigane kama mko na nguvu, au mwende mtembelee muongee vishe. Tutalia mpaka wapi? Tuambie bazungu bale njoo biko natua, bale bazungu ni kope yabo, shi tuangamie. Tu marche, tu zunguruke. Depuis tulianza marche, ni vitu vinanisumbuaka roho sana. Je rendrai ton nom grand, c'est-à-dire la bénédiction de quelqu'un marche avec son nom. You must keep your name. Lazima uchunge ushuhuda yako.
Unaweza kuwa na bote, mejina yako ikichafuka, mariage haitafika. Unatafuta fulani kumuoa, umutu mwa kanisa, muko tu ba mama aner. Kuko tu ba mama chargé na information watu ya kuharibisha watoto ya wengine maushuhuda. Mina bayu ataba nafanya sababu najua kama huu ni aner me alipi wake. Iko chargé na kuchafula majina ya watoto wa wengine. Unataka wa fulani, buyane sikudanganye, alifanyaka hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Hii mwaka watashangaa juu utabarikiwa mbele ya aner. Ya de mama aner kufata maisha ya watoto wa wengine. Kwa hiyo usitike mtu achafule jina ya baba yako wa kiroho, kwa maana jina ya baba yako wa kiroho ni urithi wako. Sijui tuko tunaelewana vizuri. Kama Esau alibarikiwa, ni kwa maana Yakobo alitembea na jina ya nani? Ya Esau. Geukia ndugu yako mwambie endelea. Endelea kunisema sema. Nani kuna makofi kwa Yesu hapa irudishe? Cette vision, c'est la vision de Dieu. Toujours combattu, mais jamais abattu. Jina, Mungu akitaka kuinua, anapatiaka watu waseme. Unafika huko tushasikia vyako. Unafika huko tushasikia vyako. Unafika huko tushasikia vyako. Wewe usisikie vyako, usikia kenye Mungu alisemaka juu yako. La Mungu litatimia. Probleme haiko kusema sifa na itafutaka. Hata utaki problem inakufataka. Weka mkono juu, sema Mungu, nabariki jina yangu. Kuanzia leo Baba, jina yangu ibarikiwe. Na mtaisema kwa ubaya, Mungu upambane naye. Natabiri kwamba jina yako itajulikana Kongo nzima. Itajulikana Afrika nzima. Itajulikana mahali pote. Na niko na amen zaidi ya jirani yake. Niko na détruire esprit de mort kwa maisha yako na maisha ya jamaa yako. Toujours la tête et non la queue. Problème haiko signification ya jina, problème ni impact ya jina. Ata jina yako signification ya mbaya, utashange ile jina. Mungu atakubariki. Angalia, mimi niko naambia mtu mwenye jina ya baba yako haikujulikanaka, juu yako wewe jina ya baba yako itajulikana. Juu ya nini Jacob asiambie Esau jina yangu Jacob? Parce que Jacob alijua jina yangu haina kibali. Alijua jina yangu haiwezi pata hizi baraka. Manake baraka za mtu zinatembeaka na Njo, muko na mtu, muko 20 personnes, banapatia mtu franga na woko pale, unaanza vikwazo. Wewe upendeleo, haiko ya jina yako. Acha ule apate na wewe uko na. Mimi niko na watu mwa kanisa, mimi najua tu kama tuambiane kweli. Na tu kama huyu anaishi juu ya Mungu. Haiko baba yako alikupatia franga, haiko heritage, haiko nini. Mekameno unajivaliaka hako na wewe, ushakuwa na kagari, unalipa kanyumba bien, uko tu sawa na utatoka tena panda ku restaurant. Unaona? Ifo kukuwa na roho ya kushukuru Mungu, nasema sina vya mingi Bwana Mungu asifiwe juu kwa machache haya ninayo. Bwana apewe sifa. Mlango wa pili wa baraka ni jina. Mlango wa tatu wa baraka ni ngozi. La peau. The skin. Jina. Ngozi. Neno. Sema neno. Jina. Ngozi. Yakobo anasema hivi, nitaichukuaje ile baraka na mwili wangu ni unatereza? Akasema no. Tuchinje kondoo tutakuvalisha. Na ni kweli. Hata angisema anaitwa Esau, lakini wangemgusa.
wangelisema naitwa Yakobo. C'est fort. Niongee kwanza kimwili. Bote yako au ngozi yako niseme ina revele 4 choses. Ngozi yako ndio mko odeur. Mwanadamu wote iko na odeur. Na parfum yenye Mungu alitia mwili ya mtu ni ya nguvu kushinda parfum ya nchi. Kuko mtu mwenye atapagale parfum mwili yake inakuwaka na odeur. Ukitosha nguo yake unanusa unasema nguo ya bwanangu. Paske ile ngozi iko na odeur. Mtu apumuli yake tu mapua. Mtu anapumuli yaka mungozi. Kumenya mjo wake. Mtu anapumuli yaka ngozi ya mtu ndio inaoneshaka race ya mtu. C'est une personne blanche ou noire. Ngozi. Hii maukabila mnakuwaka nayo ya Mushi, Murega, Muhunde, sijue Mnyarwanda ni ukabila zenye ziko na limitation. Lakini ukifika France, ukifika Ameriki, ukiona tu noir, hata kwe Camerounais, unasemaka c'est mon frère africain. Sijue tunaelewana vizuri. Kwa sababu ya nini? Balozi wakitaka kuharibisha bana kutupiaka upeli. Bana haribisha ngozi. Njoo kwena unajikuna fasi yote. Kuna mtu mwenye vraiment mwili shaka haribika. Bakitaka kuharibisha balozi bana kuharibishaka ngozi ya sura. Ni wakiana lakini iko lie yenye inafungiwa kwa ile ngozi yako ya mweusi. Ukipagala njoko unaipoteza. Oro ushepagala wewe watu na gisi tena ya kurudia mweusi tuachie Mungu. Ifo kuitika kama ile bweusi njoo yenye Mungu alikuumbaka nayo na ibakie vile. Po maana yake nini? Yesu njo kondoo yenye lichinjwa mbustani ya Eden. Bakaondoa ngozi ya kondoo wakaivalisha nani? Adam. Manake mwanadamu hawezi fanikiwa bila ngozi ya Yesu juu yake. Mais la peau c'est quoi? C'est la sincérité. Huyu wakati iko nakia na ngozi anaonesha picha yenye iko yake. Kitu yenye tabariki mtu mumaisha ni kukua sincere. Usivale ngozi yenye iko. Kuko mama ananisikia? La sincérité paye. Banaweza kukusemea uongo na kama uko sincere hautahangaika. Unasema sina hata time ya kusamba paske mimi najua ile ngozi wananivalisha haiko. Niulizie ndugu yako, mwambie tosha ngozi nikuyue. Mwambie tu bia tosha. Tuone ngozi yako ya kweli. Hata upagale nchoko ugeuke vert kumwili. Mesa utazala mtoto hata kia mwekunda. Parce que sincérité iko. Utona mulungani mwekunda me mtoto na kia sagudro. Njoo anakuambia anafanana babake. Hapana, afanane babake. Anakufanana wewe wa ndani. Kuko mtu mwenye akifika kumadhabahu ifo aanze tukana kila mtu na baoneshe kama yeye ndio mtakatifu wa kwanza. Jua gagner confiance ya wajinga. Mumpe sadaka, mumpigie mikono kiwe ndio mokozi. Memu secret anajijua vizuri. Atupandake kumadhabahu kujihubiri watu watusifu. Tunakia onesha utakatifu wa Mungu wa mbinguni. Ukiishi na mtu mwenye hauyajua ngozi yake vizuri, inaweza kusumbua sana. Utabarikiwaka tu wakati unakuwa sincere maisha. Et la 4e porte, mlango wa 4,
Akamwambia hivi, nasikia ngozi ni Esau, jina ni Esau, sauti ni ya Yakobo. Bafo prophet banaweza pia na ngozi ya Yesu, banafanya miracle ya kila aina, lakini sasa watasema, utasante que ça ce n'est pas la parole de Dieu. Wanaweza kuwa na miujiza, lakini sauti ya Yesu hawatakuwa nayo. Wanatabiri, lakini ukimsikiza anafundisha hakuna ufunuo wa neno. Sio nasema hii mafundisho anahubiri ni tofauti sana. Manake alivala ngozi, lakini neno ya Mungu inamtrai. Ukitaka ubarikiwe, mlango wa 4 mkubwa sana ni kujua kusema vizuri. Sema kusema vizuri. Fanya hivi. Sema, Mungu nisaidie. Hii kinywa hii ijue kuongea vizuri. Fanya hivi. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Shetani akipenda kugeuze maibubu, anatiaka maneno ya ovyo mkinywa yako. Ile utie mkichwa yako. Neno yote ulisema muasira inaweza aisha, memoliambia keleno hata isawaka. Niko na experience ya 25 ya saitu. Mtu mwali semaka pasta alikuwa naye mkali sana. Akashimama akasema, sitalala mwa ile neno. Akashimamisha mama alikuwa kanatoa sadaka sana. Akasema, sadaka ya huyu mama ni Maimuna, na kuanzia leo namfukuza. Mama alikuwa engambe mkanisa. Unajua kuna wakati wa mama wanakuwa na kiburi mkanisa. Engambe na shehe tulikuwa wafani paske alikuwa anatukree shehe ba jeune mkanisa. Sasa uko makrizi yako mera nafanya nini? Anakukree kidogo. Kwa hiyo tulisirikia pasta sana. Mama Eli ndio alikuwa anaitwa. Banamsema vina, akamwambia je te chasse moi kanisa. Mama kuliko alie wala alombe msamaha. Akasema hauko Mungu. Alitoka kama kanisa. Hayapita miezi ngapi watoto wakaanza kufa. Leo nimeambiwa ni maibobu. Kitu ya kuongea mkartie na ya kumazabau haikwake na nguvu moya. Maneno ya kinywa. Kujifunza kusema vizuri. Unaweza katala mtu mrelation na mwambia je ne t'aime pas viishe, mais usikweduke. Mtu anaweza kuita dada tuongee, simama msikilize. Mtu ajuake. Unaweza ona haiko shoya kwa mwambia vraiment kaka Maurice merci beaucoup mais niko na mwingine. Mais wewe depuis kuna kwambia kuna family sasa siko mwenza kuangalia kichwa yako mpaka chini. Unaona hivi kuna dunda saka batamai. Njoo itakuletea maproblem kinywa. Mnaweza achana mtu na utamwambia mbaya surtout bagarusha kiporo. Fia kimkatala semina kupandia kumlima. Kama utazalaka. Et puis chose grave anazala. Moi alikuwa ananiambia mbiro, sasa mimi papa mbona kuna problem? Ni line afya fulani sizale imealizala juzi. Mungu asikie maombi yangu. Nikasema anasikia na naona huko sawa. Paski kuachana mtu haimaanishi kwamba ule mtu akufe sasa. Anaweza kuwa haiko wa maana kwako mmekujamaa yake. Na anaweza kuwa labda kujamaa haiko maana, lakini kwa taifa la Mungu ni wa maana. Kwa hiyo mjifunze ukiona uko na kolere ya nguvu sana, usiongee. Usiongee. Hii iko kitu kibaya sana. Aseme utakula matunda ya kinywa. Aseme mwenye hawezi jere ulimi yake atalunguza shamba mzima. Una maana ya kujere ulimi, maana yake kila kenye ulisikia kama uyasema yatulie. Na kila hakuna mtu mbaya sana mtu wa vile. Anaanzaka habari ya fulani na ukumuuliza. Mtu mwenye hawezi lala muneno. Ilisemaka hapo unamtombokea.
Apre kumtombokea anaingia mchumba, anatoka na anakuambia na wewe mama yako ni mlozi, mama yako sana kwambia faki utataka. Nyinyi mnawaza watu wanauanaka, wanapigana masasi, wanalunguzana, inaanzia nini? Aseme anayeziwia maneno ya kinywa chake anaepuka ugomvi. Kuna watu hawaseme, si kwamba hawana vya kusema vinayala. Na hatuwezi jua kama usemake na uyakwazika. Mwasira njoo kunasemaka ndaji décharger ke kitakuwa kikuu. Na ile mizani ya hii nchi, kuko mainchi yenye hawezi sema. Unahama mwinchi ya ahadi. Mkanisa mko wake demokrasi ya kufikiri ke uko yule ya kila mtu. La seule star que nous avons c'est Jésus. Ikwe ndani ya kwaya hizi kwaya, hawezi pinga kiongozi mwenye iko juu yako. Hakuna mwanaume mwenye iko tayari kuishi na mwanamke wa kumwambia mubaya. Na hakuna mwanamke mwanaweza furahi kuona bwana kutukana kila saa mbele ya watu, mbele ya watoto. Hakuna. Respect iko reciproque. Mwanamke haiko mfupa ya mgulu, ni mfupa ya mbavu. Ingekuwa ya mgulu ungemkanyagia meni ya mbavu, inakuproteger sa roho yako. Wewe tuheshimiane, geuke voisin mwambie, voisin hangi na mimi voisin. Tukwe naongea vitu ya mzuri. Hii inaleta baraka maneno ya kinywa au akose mnielewe vizuri. Maneno ya kinywa iko na pouvoir. Ni témoignage yangu nilisema maombi. Mfamilia yetu mko mtoto mmoja mwenye banaweka mfamilia. Sasa ni orgueilleuse sana. Alikuwa mrefu mwekunda. Unajua mwanamke wa mrefu wa mwekunda anaweza tatawala nchi. Sasa mimi nimeshaokoka, niko natumikia Mungu lakini sina viatu. Kanikosea adabu siku moja. Inaluma juu unajua mkosa adabu na ukosea adabu na hangaike. Na akanambia fanya kenye una. Nikalia nikamwambia mimi nakumodi. Ase kwa kulaani. Ase angalia gisi huko. Ase kuliko nilani sujibariki kwanza. Ushaona mtu anakuchekele paka wewe peke unasema vrema iko sawa. Ase laana yako ikurudilie. Kumbe Mungu uheshimu aliyofanya nao agano. Mcheluo wa kina Miriamu. Wako nasema Musa juu ya makozi ziko za kweli. Be Mungu akawaua. Kale kadani kalikuwa na mavesi zabi na waza alipo. Mimi hata kasa kalikuwa kamkubwa kunishinda. Munene kuna dunda. Inane. Mungu akamureduire. Kagonda akafupika. Paka nilimona kukilio iko sama iko na wita. Paka sai hawezi olewa. Kumbe tai na isha. Ome umbiwe bila tai kuliko ishe. Ikishe na kuasa poare yenyewe iko na. Kumbe tai na isha. Nishaomba huruma kwa Mungu yangu yote. Bachi mzuri alipata wakuzala naye. Bakarsona wabana huruma. Hata kilema wanaweza. Me alipondekanaka hivi. Aishaomba, nishaomba. Mungu alitaka kumuonesha kwamba kuko utofauti yako na mtumishi wangu. Kwa ile mkwe mnajua kama hatuko sawa. Maneno ya kinywa. Watoto yako liwazaa, acha kuwaita viwerewere. Maneno ya kinywa ni mlango wa baraka. Jifunze kuanzia leo kutokusema mtu yoyote mabaya. Kote kotafikaka, bakikuuliza habari ya fulani, sema iko bien. Sema iko bien. Maneno ya kinywa ilifanya huduma za watu wengi wakufe. Wengi sana. Kutungia mtu uongo
kuchafula mtu juu ya ulema yenye iko nayo. Asema ulu alule lukichwa na uyazala siku utazala. Utazala petimo iko sa kabine ya bateau. Donc Mungu anakulipaka. Unagusa mtoto kichwa unasema Mungu aniore. Au ni mukate. Sikenye mtu alipanda maneno ya kinyo. Kuna mtumishi mmoja amewahi pia kunisema tu. Unajua kuna mtu anakusema saa hapana. Mtu wezi alisha stade vile bure iko tu na madawa. Na ni mtumishi wanamwamini. Anaambia tuaseme tulimupa sumu. Shi hata kuku tuyepatia sumu. Bana tupatia njo masumu shi. Nikaingia kwa magoti kaambia Mungu nakausha huduma yake kaka. Nakausha. Na huduma yake ilikauka. Basi Mungu anasema napofanya agano na mtumishi wangu niko nyuma ya maneno yake. Kuna vitu hata venye Mungu anaweza kupangia baraka nikikuwezi enda fasi. Kusema ni quality. Unajua ile chumba za maombi naingia ndani mtu anashimama anasema mama shimama. Mungu ananionyesha mama jiache wasi. Mimi naona uko infidel. Mbele ya watu. Huyu anakuua. Dada we kama utengeneze maisha yako ya mbaraga uko nayo. Kufa unakufa. Mtu anapanda kwa madhabahu. Hii kanisa ni yangu. Na mtu anifanya kitu hapa. Jo unaona mtu kanisa iendelee kumbe kinyo yake ni musarani. Kutuba garsu wenye hawezi olewa juu hayue super. Anakuita neko natomboka. Sasa unapitaka hapa usalimianaki, utajiowaka. Unaona garso hivi. Na bana yala hapa. Garsoni verbe. Garsoni verbe. Unamleta unamkalisha unatia balo chini. Unatia mkono mfuko. Unafaka mgulu hivi. Unayua. Unamupa mistari mpaka peka na kuambia mikononi mwako Frank. Kuko bafie benye bataolewa juu musarani. Et d'ailleurs niko na wewe mais bon, faut nikwambie tu n'es pas vraiment à mon niveau. Est-ce que tu connais Frédéric? Mon ex. Nani matoa kakiwerewere? Kama uko na mtu hawezi mkumbusha ba. Est-ce que uko bwana mwenyonge ni merita ka vraiment? Haunione. Frère, sœur. Heshima tuko nao ni ipumzi. Tujifunze kuongea mzuri na watu. Kuko batu biko na maprobleme ya mingi kichwa yao haitaki vingine. Anaongea na douceur face kwenye angilia. Na kama uko naambia watu mubaya, mimi nakuprometre utakutanaka na shindikana mwenzako mwenye atakusukulaka na makala. Hii dunia hakuwake ngambe mudunia apandacho mtu. Kwa hiyo kwa naambia Mungu maneno ya kinywa changu yapate kibali. Mlango mwingine wa baraka mkubwa sana. Na itakusaidia. Ni sijue mkifaransa mnaita nini? Kusimama tena. Relèvement. Recommencer encore. Un nouveau départ. C'est-à-dire Esau anaangalia Jacob anasema mimi nalainiwa kufamia hakuna kitu. Me kuliko ni muue, kuliko ni pambane na hii maneno, acha niende kwendaenda nianzilie maisha ya zero. Vous savez, dans la vie, il faut être toujours prêt de recommencer encore. Usisimamishe maisha yako juu ya passé, juu ya maneno ya jana. Ujikaze kuona kama ya jana inaenda na sina taya kuirudilia. Mais basi nipime kureconstruire, nipime kukorrige future yangu. Esau alijua
Siwezi tena changer hii maneno ya kusema mimi nalainiwa. Balisha sema mimi nalainiwa. Mais niende nijibatre kwenye ndaenda, siku nda reishir, enemi yangu atapiga magoti mbele. Angalia, niko natambia mtu moya, c'est possible basha kusemea vitu. Jamaa yako ni maskini, c'est vrai, c'est une famille pauvre. Hii jamaa baole wake, c'est vrai baole wake. Hii jamaa bajengake, c'est vrai. Mais au travers de toi, c'est possible de changer l'histoire de ta famille. Wewe peke unajua kwamba bile ni vya famille, bile ni vya jana. I can't build my life about my past. Je ne peux pas bâtir ma vie à cause de mon passé. Le passé est déjà passé. Unapaswa sasa kuwaza avenir yako. Na nitabiri kwamba avenir yako itakuwa meilleur kushinda passé yako. Geukia voisin mwambie ni vya kweli vya huko unasema, lakini nifanye nini? Il est d'une famille pauvre. C'est vrai, ma famille est tellement pauvre, mais je dois changer l'histoire de ma famille. Na Esau alichoangalia usikwe pelishar, usikwe mtu wa kunungunika. Mimi ndafaa nini? Shetu naishi mikoshi. Change ton monde, change ton histoire. Bila vitu wenye vishapita, bipite na viendelee kule. Hata mtu akuletema ujumbe, Mungu anaambia, hawayatengeneza keleza, mwambie nishaitengeneza toka. Usinikumbushe mambo yenye nilipitaka zamani. Uko hivi juu jamaa yako na kumwambia nishatoka mbili ya majamaa yangu. Mimi niko wa uzao ya Yesu Kristo. Kitakuua ni kumediter ma faiblesse zako, ni kumediter malédiction ya familia yako, mesai ganga na uangalie passé après futur yako itakuwa namna gani. Mshavoyaje mu avion. Mu avion kuna kuwa fasi wanaita zone ya turbulence. Na mwashenda mu avion. Ni wa mingi hapa hata kama uenda si mundoto unaruka. Donc unapashwa yua kuko fasi munafika. Fanya hivi. Mwalimu yuko anakupakulia kidogo kidogo. Kuko mtu mwenye Mungu alinituma juu yake. Na ule mtu afani toke hapo ifua barikiwa. Ukiona mimi navala manguo ya meupe malaki ndatunza. Na opere na mimi naweka fiko ya mpya. Muzon kuko fasi munafikaka mu avion. Bon, iza ma avion za huko zikao yake ma 2h30 Kishasa, ma avion wa ma 30 minutes Kamituga. Bule ndo mandege. Me nishapata hewa ya mubaya mu avion 4h. Saa 4. Una sentir ki iko samuko mugari ngiko munjia ya mubaya. Na nilikuwa naikala pembeni ya ile mlango anaandika exit. Ule hotesi anakia ananiambia muangle, "Can you speak English?" Nikamwambia yes. Akanambia okay. Vitu ikiharibika utafungula hii mlango. Juu hewa iko mbaya. Utaifungula na jitupa kuliko ulungulie ndani. Mimi nikamwambia nilikufanya nini wewe juu? Mwa hii situation ya hivi. Nikamwambia wewe uko mlozi. Asi hapana, hewa haiko. Tulitubu zambi, tulitubu ndoto, tukatubu na zambi za mfichiri. Unisamee na kuzambi yenye nilipaswa kufanya. Saa karibu 4, safari ya saa 8, lakini saa 4 ya mubaya. Mutoke maikungu, kumutoke mwingine krok. Ba mekanisie banaanza pita. Mungu nasema Baba, ningali mdogo mikononi mwako. Mekenye kilinishangaza mbile vyote kuliko avion ifanye recul. Avion tu yeko na kuna saa kili naanza ningilia mro sika pilote hata arudie kwa tulitoka. Na avant tutoke kwa ile aeroport Maputo kuko avion ilitoka ikafanya crash mu 20 minutes. Maki ile hewa ndio tunakutanana nayo. Me avion haikurudia nyuma. Tulikia fika kama wapi kule tunasikia kahewa kana. Njo watu wananiangalia, tulikuwa na kongolo mwase. Tuliyua tutakuwa kitu na uko humu. Na mimi nikamwambia si na mimi nilijua kabisa niko humu. Kumbe mimi njo nilikuwa nishadaye. Sasa maisha yako hata ukwe mzone na turbulence unatikisika sana. Usirekile, endelea tu kule mbele, kutakuwa ka zone kenye Mungu alisha prepare juu yako. Yenye uko napitia c'est une étape. Usione nyuma.
Fanya hivi, mi kurudia. Bona mtu mu relation anataka na machafu asemi na wewe biishi, wewe niambia mamaki. Mwambie mimi na mkamba habitaisha. Weka mkono chini, Mungu nisaidie ni recommence. On peut tout perdre mais pas l'espoir. Pas la détermination. Ulishapoteza vitu melamuka tena nawa. Wende kesho maisha itaendelea. Mtu asikuue juu ya vya dunia. Hivi vya dunia mimi nishakuwa na experience, kumbe hivi vya dunia havina problem ya kuheshimia ma semaine wala kuheshimia ma mois wala ma année. Hivi vya dunia binakiaka mprograme ya Mungu. Kama match iko na 90 minutes, en réalité 90 minutes il peut avoir 90 bi. Parce que chaque minute il faut bi ingi. Mais inawezekana mfanye 90 minutes 0-0 prolongation mnapiga 1 bi. Na maisha c'est possible que na 40 na hauna biato. Mais 42e année Mungu anakufanya millionnaire. Unasema baba, ningelikuwa millionnaire koma? Mbona mina kawia na mina deklare ke muminite nye uwazie bita ingia. Ok, cheni wa 28 ans, c'est possible msemene moya d'autres mariage. Nanelewa. Est-ce que mnaya kama mateso ya Yesu ilikuwa ya une semaine? Bali mubano wakamtia prison wakamtesa, une semaine après akasema tout est accompli. Donc mission nyalumbi waka ota kairesir mu une semaine. La semaine prochaine juu yako itakuwa semaine accomplissement ya mission nyalumbi waka, parce que Mungu anaweza kulipa 30 ans mu une semaine, 40 ans mu une semaine, 60 ans mu une semaine. Sani saa baraka zinaweza tokea. Il faut qu'on recommence. Porte ya kwanza ni nini? Nikumbushe haraka tuombe. Sema neno. Porte ya pili ni nini? Sema jina. Ya tatu ni nini? Ngozi. Ya ine ni nini? Kinywa. Ya tano kuanza. Ya sita ni roho ya kazi, l'esprit du travail, the spirit of work. Roho kuko tofauti ya kuwa na kazi na kuwa na. Kuna mtu mwenye hana kazi, iko na kapitali ya $100 mais iko na roho ya kazi, anapenda vyake. Kuna mtu mwenye iko hata na $1000 mais ikale mbotiki, anakuambia bauze. Sitakuwa napoteza wakati kwa vitu wenye viuziwe. Mutie mwingine pale. Roho ya kazi, mwanamke wote anayejiheshimu mwenye haiko mlozi, witer haimkutaki ukitanda. Mlozi yana bakiaka mpaka 9h parce que aliloga alichoka. Sasa il faut a récupérer. Mwanamke wote mwenye atafika mbali 5h30 6h au plus tard, mwanamke analamuka, ana fight na maisha. Mwanaume wote mwenye atasaidia jamaa 7h anakuwa kasha vala tayari. Hata hana kwa kwenda, anasema sitaki mihali ya kunyumba, naenda zunguruka nitafute maisha. Mehange na mwanaume wa kuikala kunyumba 10h 11h 12h, mutapigania bipolo. Fule mango na ile nani ya baba yako nayo mukadi. Jo Sofia anaenda angalia mukadi ya baba. Batu ya kazi wanaangaliaka. Ase papa naye bwana anavala nyumba. Sofia ni korope, koropa na chini kitanda. Sofia koropa. Siku moja atakuwa na koropa mu absence yako, baba anakuya. Na unajua mwanamke akikuwa na koropa mafiga inaonekana.
Jo dona baba, jua anaomba gisi Mungu anaombaka siju anampiga hivi. Sasa wewe uko kia mchumba wangu. Sasa wewe mkosa adabu. Na mtu wa kazi kama naisha yua vitendo njoo naisogeza tena waipige sana. Utashangala siku moja anamwambia kama wewe ni mwana wa Mungu geuza jiwe kwe mkate. Anageuza sambusa tu na inakuliwa mwako. Njoo natatombokea mtu wa kazi kidogo, wewe mama wa nyumba bwanako ndio anatomboka. Ase acha mtoto wa watu. Ase na alizaliwaka. Ni punda yako. Hana droit kuishi. Kesho mnyumba inaenda unaanza mapriere, kumbe uvivu yako. Roho ya kazi. Njo Kongo haiko hata mu gouvernement. Roho ya kazi. Iko impossible utume soda ku front na $100. Esprit ya kazi haiko. Nikuwaona sa abana maana. Et puis nous avons une armée très forte. Armée qu'on a tumika bila chakula, bila salaire. Soda ukifika mwele inchi pale. Soda niza shimama hivi hata saa 3 na kusemesha. Kwa tuna bunduki yake pasi aisha kula. Ko bien na atapokea mwisho wa mwezi. Soda unaweza uko mlevi muinchi zingine epeka na ukamata mkono. Soda anakuambia kwako wapi? Anakufikisha mpaka kumlango ya kwako. Iko bien.